kuathirika kwa maisha ya kiroho. Kuna watu hawako kanisani hapa, ukiwafuatilia nyumbani wana mapito, kwa hiyo anashindwa hata kwenda kanisani kwa kusikia aibu au kwa kukata tamaa. Kwa maisha, lakini kuna watu wamekunywa pombe, walikuwa ni viongozi wa kanisa, walikuwa ni watumishi wa Mungu, wamekuwa walevi kwa sababu ya mapito waliopitia kwenye ndoa zao na kanisani wametoweka. Kuna mtu alikuwa hana ajenda ya kutoka nje ya ndoa yake, lakini kwa sababu ya vita na mapito, yule mama au anajikuta ameshaishi mfumo wa maisha ambao hata pengine aliapa kwenye usichana wake kwamba hichi sitafanya. Kuna mwanaume hakuwa na mpango wa kuongeza mke, lakini ameshaongeza mke kwa sababu hapa pameshindwa kutengenezeka. Kwa hiyo vita inapoendelea na kukosekana kwa upendo na mawasiliano, kuna athiri maisha ya watu ya kiroho. Na kuna watu wameoa wake wawili, kuna watu wamejikuta na maisha mengine kwa sababu hakujatulia kule nyumbani. Ndugu zangu, wewe ambaye bado hayajakufika hapa, wewe ambaye bado hali yako sio mbaya sana, jitahidi. Bwana asifiwe. Jitahidi. Unajitahidije? Leo tunafundishwa imarisha mawasiliano yako na mwenzako na upendo wako na mwenzako. Maisha yanatutenga, lakini haifai pia mume kwa kule, mke kwa kule. Hicho kitu hakifai. Ni vile tu kwenye kutafuta pesa kuna saa inatokea hivyo, lakini kama unaweza, kaa karibu na mwenzako. Na kama mko mbali, wasilianeni kwa karibu. Maendeleo duni ya familia.